Bungeni leo mambo yamekuwa magumu kabisa upande wa Vital Kamerhe. Wabunge wengi hawajafurahishwa na kitendo ambacho kinaendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako mpaka sasa wahasi bado wanashikilia maeneo hayo. Je, unataka hujue mengi na kusikia yanayoendelea katika bunge hili la kitaifa? Msikilizaji wetu, wewe tungelikuomba kitu kikubwa na kitu muhimu kama tunavyosema siku zote, ni kuwa wewe kusubscribe ama kujiabone. Chini ya hii video unajiabone, kuna sehemu andika abone, unakuwa unapata taarifa zetu zote ambazo zinaendelea katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Afrika kwa ujumla. Hivyo basi, kikubwa tu ni wewe kuwa na sisi pamoja katika televisheni yetu hii ya SP0 TV inayokuletea habari za kila siku, habari zilizokuwa na ukweli ndani yake. Hacha tuingie sasa moja kwa moja katika eneo husika la bunge. Bungeni leo baadhi ya wabunge wanamshutumu bwana Vital Kamerhe kufuatana na wazifa wake aliyokuwa nao na vita ambavyo vinaendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Yeye kama mkuu wa bunge anasimamia bunge lote la Kinshasa, anasimamia bunge ambalo linabeba madepute ama madepute wengi katika eneo hilo, lakini cha ajabu ni kwamba cheo alichokuwa nacho inawezekanaje kuhakikisha kwamba nchi ama upande ambako yeye ametokea mashariki mwa Kongo kunatokea matatizo mengi na hakuna hata suluhu lolote ambalo anazungumzia. Je, kumefanyika nini? Baadhi ya wabunge wengi wamelalamika ya kwamba Vital Kamerhe ahakikisha kwamba anatoka huo wazifa kwa sababu ameshindwa hata kuhakikisha kwamba maeneo alipotoka panabaki na usalama. Hivyo basi, mgombea mmoja huyu amezungumza kwa Kifaransa na amekanusha maneno hayo na kusema ya kwamba katika mipango ambayo Vital Kamerhe alikuwa akipanga kufuatana na swala hilo la kuleta usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ndipo hapo wahasi na wenyewe pia waliingizana kati. Mpaka sasa isemu ya kwamba bado wahasi wa M23 wanachukua nafasi hizo za Nord Kivu hadi na Sud Kivu kwa sasa, japokuwa vita ni vikali ambavyo vinaendelea katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo wa M23 wanapambana kabisa na vijana wenye kujitolea kwa ajili ya kutetea nchi ama ardhi ya Kongo, ambao wanaenda kwa jina la Wazalendo. Wazalendo kwa sasa ndio jukumu ambalo baadhi ya wengi wanategemea ya kwamba wanaweza kaleta amani kufuatana na suluhu ambayo wanaozidi kuifanya hapo. Sasa hivi wabunge wamesara kabisa na kuhakikisha kwamba bwana Vital Kamerhe anatoka na anaacha wazifa wake kufuatana na kwamba baadhi ya matatizo mengi ambayo yanazidi kuja katika yeye hausiki na chochote. Kwa hivyo wabunge wamesara na wanazidi kusara na wanasisitiza kwamba inabidi bwana Vital Kamerhe achie wazifa wake. Kwa hivyo basi, tunakupatia dakika hizi 2-3 umsikilize na usikie maneno yote ambayo anasema. Trop c'est trop, président. On n'est pas dans ce pays pour accompagner les autres. Non. Honorable Président, grâce à vous... Je vais conclure, Président, s'il vous plaît. Honorable Président, grâce à vous, on vous avait appelé pour quitter Kavumu pour arriver ici. C'était les jours que les rebelles avaient envahi la ville de Goma. Nous étions venus à cargo, plus de 10 députés qui sont ici dans cette salle, Président. Je me souviens. Mais eux, ils prennent des jets à tout moment avec notre argent. Est-ce que c'est normal, ça, Président? Le Président, le 11 avril 2024, les DG ici connaissent quelque chose. Ils avaient signé un contrat et on avait décaissé en procédure d'urgence 5 369 942 $ pour le compte de la société Sokeriko Alarao Bank. Vous avez écrit et vous avez les preuves, Président. Où sommes-nous avec cette histoire de l'aéroport de Kavumu, Président? C'est chez vous aussi ce qui vous.
La population du Sud Kivu te regarde, président. Ce monsieur ne mérite pas sa place, même s'il est le nôtre. Honorable président, s'il vous plaît, président, je pense, si nous sommes là pour couvrir des bêtises, parce que nous sommes d'une même famille politique, on n'est pas là pour aider ce pays. Ce monsieur doit partir. J'invite honorable Missare. Merci. De faire partie ce monsieur. Merci, président. Merci. On vient de donner un peu d'argent là. Voilà. Ceux qui veulent cotiser pour Trésor, les gens ont l'argent, c'est ça. Honorable député, chers collègues, nous voici arrivés à la fin des interventions.